Hujambo na karibu Mwana Chemba Talk Show. Nikukaribishe ndani ya Talk Show siku hii ya leo, na tunaye mmoja ya wagombea wa nafasi kubwa kabisa ya mkoa kwa maana ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Singida kwa maana ya UVCCM. Je, ni nani? Kushoto kwangu tayari yupo hapa Irene Malunda. Yeye ni mmoja wapo ya wagombea wa nafasi hiyo. Ana nini cha kutuambia? Je, anapoipata hiyo nafasi kuna kitu gani ambacho anaenda kuifanyia? Sasa bila kupoteza wakati, moja kwa moja Irene, nikukaribishe na uanze kujitambulisha. Angalia kule kwanza, waambie wewe unaitwa nani na unataka nini. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Irene Joseph Malunda. Ni mgombea kinyang'anyiro cha mwenyekiti wa umoja wa vijana mkoa wa Singida. Ningependa kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii aliyonipatia, maana mpaka kufika kamati kuu sio jambo rahisi. Kwa hiyo nimshukuru kabisa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuniamini yeye na kamati yake kuweza kuteua na kurudisha jina langu kwa mgombea wa mwenyekiti mkoa wa Singida. Kingine pia niweze kushukuru Mungu kwa uweza wake kwa kuweza kunifikisha mahali hapa. Naweza kusema kwamba naomba vijana waniamini katika hii nafasi kubwa ya wenyekiti, kwa sababu nina imani uwezo huo ninao wa kuweza. Matumanio yangu na malengo makubwa ni kufikisha vijana, kuwapa haki zao vijana, kuhakikisha nasimamia haki za vijana katika mkoa wa Singida, pia kuleta umoja kwa vijana wetu wa mkoa wa Singida, na kingine kuwapa nguvu katika kazi zao, matumainio yao na kufika malengo yao wao wanayoyahitaji ili kuweza kujenga malengo ya taifa letu na jamii yetu. Na kingine pia niweze kusema kwamba niwatoe hofu vijana. Ninaomba waniamini, waniunge mkono, tushikamane kwa pamoja, tuweze kujenga taifa letu kwa pamoja. Tuweze kujenga mkoa wetu ukaaminika na ukawa mkoa salama wenye nguvu ya umoja wa vijana ndani ya mkoa wetu. Tuweze kufikia yale malengo ambayo tunahitaji sisi vijana tuweze kufika. Kwa hiyo ninaomba na ninawakaribisha wajumbe wote tarehe 15 mwezi wa 3 siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 asubuhi mfike muweze kunipa kura yenu ndio. Naam, huyo ni Irene. Nimemwacha aweze kumwaga sera zake na aweze kusema kile ambacho anachokihitaji. Je, nini anakihitaji? Ameweza kukizungumza. Umeona kitu gani ambacho kimepelea kwa vijana wa mkoa wa Singida? Kitu ambacho kimepelea, kwanza siwezi kusema vibaya kuhusiana na kiongozi aliyepita. Yeye alifanya mazuri yake na ana mema yake. Pia nimpongeze sana kwa sababu kile kiti cha wenyekiti ni kikubwa sana. Kina majukumu mengi sana. Na sio kwamba kila binadamu anatosha. Kila binadamu ana udhaifu wake, lakini tusitumie udhaifu wa mtu kumweka katika nafasi mbaya. Mimi niweze kupenda kumshukuru kwanza kwa yale aliyoyafanya mazuri. Ila pale alipoachia, mimi nina imani kwamba nina uwezo wa kuendeleza, kuleta umoja ndani ya vijana. Siwezi kusema kwamba vijana kuna sehemu tumepelea, hapana. Ni mambo tu ya hapa na pale ambayo lazima tuyasimamie kama vijana, tuungane kwa umoja, tushikamane kwa umoja, tuweze kuipeleka jumuiya yetu mbele zaidi. Ni hilo tu. Irene, umezungumza vizuri, lakini vijana wana mambo mengi, hususani masuala ya ajira. Sio kwamba kutegemea serikali kuu. Wewe kama kijana na unahitaji nafasi kubwa, kuna mbinu gani pia unaweza kuzitumia ambazo ukiachana na serikali kuu, kwa wewe kama kijana wa CCM kuweza kuwafanya vijana waweze kupata ama kuweza kufikiria kufanya mambo mengine ya kupata ajira? Nitaweza kuwajengea mawazo au fikra au kutafuta mbinu nyingine ya kuweza kuwanyanyua kiuchumi vijana, kama vile kujiajiri, kutafuta sekta ambazo binafsi ambazo zinatoa fursa kwa vijana, kuwaunganisha vijana waweze kujisimamia katika uchumi wao. Tutaona jinsi ya kuwawezesha kujiajiri wao wenyewe katika kila sekta mbalimbali, kama vile bodaboda, kuwapa vijana ajira ndani ya bodaboda waweze kujikimu kiuchumi. Kwa hiyo niseme kwamba tutatafuta namna
tutawasaidia vijana ili weza kujiajiri wao wenyewe. Kwa hiyo niseme namna hiyo. Sawa, mtazamaji wa Chemba Talk Show, huyo ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwa upande wa vijana, Irene Malunda. Ameweza kutoa sera zake na kuweza kuzungumza juu ya namna gani ambao vijana anaweza kuwaweka sawa sawa, hususan katika masuala ya ajira, kwa maana ya bodaboda ndio wapo wengi, bajaji ndio kwa mkoa wa Singida. Kwa hiyo amesema kwamba nyenzo nzuri ataziweka sawa sawa kuweza kuona namna gani mambo yanaenda. Mwisho kabisa, wakati tunaelekea kutamatisha, Irene, hali ya kisiasa unaionaje sasa kwa nchi yetu ya Tanzania? Kusema kweli, hali ya siasa kwa safari hii mama ameweza kuituliza, iko shwari kabisa na ni salama. Niseme nimpongeze mama rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuweka hali ya siasa imekuwa shwari, na pia kupata siasa imekuwa katika kusimamia haki, ya kwamba yule ambaye anayeweza kuongoza katika kila sekta, iwe UWT, iwe wazazi, iwe chama, iwe vijana, basi anaweza kupata kula au nafasi ile kwa haki na kwa haki, na pia kwa anastahili, yani kwamba kiongozi anayepatikana ni yule ambaye anastahili kabisa kuongoza kundi fulani. Kwa hiyo niseme kwamba hali ya siasa kwa safari hii iko shwari kabisa, haina makando kando. Na labda kwa sababu sasa hivi naona wanawake mnatuongoza kila mahali, na wewe ndio chachu ya kuweza kuona kwamba nafasi hii inakufaa, ama Rais Samia moja ya kigezo chako, ama wanawake wengine, Martha Mlata, Halima Dendego, miongoni mwa viongozi wakubwa, imekufanya na wewe uingie nafasi hii, ama umeona kabisa kwamba unaweza uingie katika kugombea nafasi hii? Mimi niseme kwamba kwanza nimshukuru Mungu, na pia nimshukuru Rais Samia na viongozi wote ambao wameweza kusimama sasa hivi, wanawake wanatuongoza. Kwangu mimi niliona kabisa ninafaa kuongoza, na pia role model zangu wote ni wale wanawake ambao kwa sasa wana uwezo wa kusimama na kuongoza mataifa na taifa. Kwa hiyo wao walinivutia, na mimi nikaona kabisa hii nafasi ninastahili, na nimependezwa kabisa kwamba ninastahili kuongoza vijana. Kwa hiyo wao, kwa uongozi wao, na mimi ulinitia ushawishi kuona kabisa na mimi ni mwanamke, nina uwezo wa kusimama. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, tupate angalau background ya dada yetu kwenye uongozi. Bwana ametokea wapi, lakini pia ameanzia wapi? Je, hata shuleni aliwahi kupata uongozi ama amekuja hapa tu? Kuna taasisi yoyote ameshawahi kuongoza? Irene, naongea nawe, karibu. Okay, asante. Kwanza kabisa nakumbuka primary, wakati nasoma shule ya Dar es Salaam inaitwa Academic International, nilishaikuwa kilanja darasani kuanzia darasa la 3 mpaka la 4. Baada ya hapo nikahamishwa nikaenda Moshi, nikasoma shule ya Scholastica. Pale sikuweza kupata ukilanja aina yoyote. Pia wakati nasoma shule ya Rosemary Girls High School Mlandizi, nilipata ukilanja wa chakula. Kwa hiyo nilikuwa nasimamia masuala mazima ya chakula. Pia ile sikuomba kura, bali niliteuliwa kwamba wakaniona ninafaa kusimamia haki ya chakula wanafunzi, na niliweza kufanya ile kazi kwa miaka yote 4. Baada hapo nikaja kusoma chuo cha TIA Singida, nikapata kuwa CR wa darasani kwetu, lakini nilifanya kwa certificate tu, kwa diploma sikuhitaji tena kuendelea na CR. Baada ya hapo nikasoma bachelor Mzumbe, huko sikuhitaji kuwa kiongozi wa aina yoyote, lakini baadaye kipindi ambacho chama kinaanzisha uongozi ndani ya vyuo, nilikuwa ni mjumbe tu wa kawaida. Baada ya hapo nikarudi mtaani,
Katika mtaani huku nikajiunga na jumuiya ambayo inaitwa SMAUJATA, nikaanzia kuwa makamu mwenyekiti wa wilaya. Baada ya kuwa makamu mwenyekiti wa wilaya takriban miaka miwili, nikateuliwa kuwa katibu wa mkoa wa Singida ndani ya jumuiya hiyo. Licha ya hapo, mwaka 2022 niliweza kugombea kuwa mjumbe wa baraza la kutoka UVCCM kwenda UWT wilaya ya Singida mjini, na mpaka sasa hivi ni mjumbe wa baraza hilo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Na katika nafasi za jumuiya huko kawaida, pia ni mjumbe ndani ya movement ya Samia Suluhu Hassan. Pia ni mjumbe katika nafasi nyingi ambazo ziko ndani ya jumuiya hii, na pia nimeweza kutoka kwenye mkoa kwenda taifa kuwa mkuu wa idara ya uenezi na wanachama. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya CV zangu ambazo ninazo za uongozi. Nashukuru. Sawa, waambie kwenye kile kio unachokiona pale Jamalini kwa nyuma, waombe kura. Waambie. Okay. Naweza nikasema kifupi, manake ukiongea sana miluzi mingi umpoteza mbwa. Niseme kwa namna hiyo, kauli hiyo. Lakini mimi kikubwa ni waombe vijana wenzangu, na waombeni tarehe 15 mwende mkanipigie kura ya ndio kwa wingi sana, kwa sababu kero zenu, mimi ni mmoja wa vijana ambaye nafahamu kero za vijana wenzangu, na nimeishi na nyinyi kwa unyenyekevu na uadilifu wangu. Nina uwezo tukavusha na kufanya maendeleo makubwa ndani ya mkoa wetu Singida. Kwa hiyo ninaomba kura zenu za ndio, tukashikane mkono ili kuweza kuleta maendeleo ndani ya mkoa wetu. Asante. Sawa, mtazamaji wa Chemba Talk Show, naamini kabisa utakuwa umenufaika na sera na zile ambazo ameweza kuzungumza kupitia hapa Chemba Talk Show. Ikumbukwe ya kwamba majina yaliyorejea ni majina manne ya kugombania hiyo nafasi ambayo kiti Aileen anakihitaji. Wanaume wawili, wanawake wawili. Je, nani ataondoka kuwa mshindi? Mimi sifahamu. Hii ni Chemba Talk Show. Tusubiri tarehe 15 pale ambapo wajumbe watakavyoamua. Wajumbe sio watu wazuri. Basi sawa, mimi naitwa Amini Nyaungu. Kwa heri na niwatakie siku njema.